Mei 11 na 12, jiji la Nairobi liligeuka kuwa kitovu cha mjadala mzito kuhusu mustakabali wa uhusiano kati ya Afrika na Ufaransa. Katika tukio lisilo la kawaida, Rais Emmanuel Macron aliongoza kongamano la ngazi ya juu pamoja na Rais William Ruto wa Kenya. Kikao hicho kilichowaleta pamoja viongozi karibu 30 kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika kimeibua maswali mengi kuliko majibu. Kwa mara ya kwanza Ufaransa imeandaa mkutano wa aina hii katika taifa lisilotumia Kifaransa kama lugha rasmi. Na kwa wachambuzi wengi, ujumbe uko wazi. Paris inajaribu kujipanga upya barani Afrika. Hii ni baada ya ushawishi wake kudhoofika sana Afrika, hasa katika mataifa yanayozungumza Kifaransa, yani Francophone. Kwa miongo kadhaa, Ufaransa imekuwa na mizizi mirefu katika mataifa ya Afrika Magharibi kupitia kile kinachoitwa Françafrique, mfumo ambao wakosoaji wengi wamekuwa wakiutaja kama mwendelezo wa ukoloni. Mfumo huu umeibua hasira na maandamano makubwa, hata umepelekea kuvunjika kwa uhusiano kati ya Ufaransa na baadhi ya serikali za Afrika. Mali, Niger na Burkina Faso, ambazo zimeunda muungano mpya wa Sahel, tayari zimejitenga na Ufaransa. Na kama ishara ya msimamo wao dhidi ya ubeberu wa Ufaransa, nchi hizo tatu zilisusia kikamilifu mkutano wa Nairobi. Kongamano hilo halikukosa utata. Kwa mfano, Rais Macron alikosolewa vikali baada ya kutatiza mjadala wa vijana na wasanii, akilalamikia kile alichokiita eti kukosa heshima. Tukio hilo lilizua mjadala mkali mtandaoni. Wengi wamesema mtindo wake wa ukosoaji ulionekana wa kudharau, na kwa baadhi ulikumbusha mtazamo wa kikoloni. Kisha Macron akatoa kauli nyingine iliyowasha moto zaidi, kwamba eti yeye ni mtetezi wa umajumui wa Afrika, kwa Kiingereza Pan-Africanism. Wanaharakati na wasomi walipinga mara moja, wakikumbusha kuwa umajumui wa Afrika ulijengwa juu ya misingi ya kupinga ukoloni, utumwa na utawala wa kigeni au ubeberu, mambo ambayo historia ya Ufaransa barani Afrika haiwezi kutenganishwa nayo. Na nje ya ukumbi wa mkutano, hali ilikuwa tofauti kabisa. Maandamano dhidi ya ubeberu wa Ufaransa yaliripotiwa jijini Nairobi. Waandamanaji walisema kongamano hilo ni jaribio la Paris kurejesha ushawishi wake wa kikoloni barani Afrika kwa sura mpya, na mjadala haukuishia hapo. Baada ya kulazimishwa kufunga vituo vyake vya kijeshi katika mataifa kadhaa ya Afrika Magharibi ikiwemo Mali, Burkina Faso, Niger, Ivory Coast na Senegal, Ufaransa sasa inaonekana kutafuta maeneo mapya ya ushawishi wake kijeshi. Hatua ya Kenya kukubali kupokea wanajeshi 800 wa Ufaransa kabla ya mkutano wa Nairobi imezua maswali mazito sana. Maswali kuhusu uwazi. Naam, kuna wasiwasi mkubwa kuhusu swala la kinga ya mahakama kwa wanajeshi hao wa Ufaransa iwapo watatenda jinai wakiwa nchini Kenya. Viongozi wa upinzani katika nchi hiyo Afrika Mashariki wameonya kuwa makubaliano ya kijeshi na Ufaransa yanaweza kuhatarisha mamlaka ya taifa la Kenya. Kwa upande wake, Macron anadai kuwa mkutano wa Nairobi ni mwanzo mpya, ushirikiano wa kiuchumi, ubunifu na uwekezaji. Lakini kwa Afrika wengi, picha inayoonekana ni tofauti kabisa. Wengi wanaiona Ufaransa kuwa ni nchi ambayo inajaribu kurejesha nafasi yake barani Afrika baada ya kupoteza ushawishi, hasa katika mataifa ya Francophone. Pia tusisahau, wakati Ufaransa inajitokeza kama nchi iliyo tayari kuanzisha eti uhusiano mpya na nchi za Afrika, wakosoaji wanasema moja ya alama zinazoendelea kuibua mjadala ni mfumo wa sarafu wa CFA unaotumiwa na nchi 14 za Afrika. CFA awali ilimaanisha makoloni ya Ufaransa barani Afrika, jina lilobeba moja kwa moja historia ya ukoloni. Ingawa baadaye tafsiri rasmi ilibadilishwa, bado wengi barani Afrika wanaona mfumo huu kama kivuli cha ubeberu wa kiuchumi wa Ufaransa barani Afrika. Leo sarafu hii ya CFA franc au faranga inatumika katika kanda mbili za Afrika Magharibi na Afrika ya Kati. Mfumo huu unapunguza uhuru wa kifedha wa nchi wanachama. Kwa mfano, nchi hizo zimekuwa zikilazimika kuweka sehemu ya akiba yao ya fedha za kigeni katika hazina ya Ufaransa na kudumisha uhusiano wa karibu wa kifedha na Ufaransa, uhusiano ambao ni wa kulazimishwa. Na mwisho, kauli ya aliyekuwa rais wa Ufaransa Jacques Chirac inaendelea kurejea mara kwa mara. Chirac aliwahi kusema kuwa bila Afrika
Ufaransa ingeshuka hadi kuwa taifa la daraja la 3. Kwa wengi, kauli hiyo inaonyesha ukweli mpana zaidi. Katika dunia inayobadilika, inaonekana Ufaransa inaihitaji Afrika zaidi kuliko Afrika inavyoihitaji Ufaransa. Na sasa swali kuu linabaki hili: je, kweli Ufaransa inatafuta ushirikiano wa usawa na Afrika, au Paris inajaribu kurejesha ushawishi wake ulioporomoka kwa mbinu mpya, lugha mpya na sura mpya ya ukoloni mamboleo?